Ashrafu, umemsikia mwalimu pia akizungumzia namna ambavyo timu yake haijabadilika. Yeye anavyosema timu haijabadilika, ni jana plan haikuwa sawa sawa kwenye hiyo plan yao. Mambo yaliyoendea ndivyo sivyo, timu haijabadilika kama ambavyo tulikuwa tunasema hapa kwamba kuna kitu tumekiona. Namna ambavyo timu yake ina defend, wanacheza open, yasema timu yake haijabadilika. Yes, mwalimu anazungumza kwamba timu yake haijabadilika, lakini huko kubadilika ambako sisi tumekuona ndio kumepelekea wao jana kupoteza kwa idadi kubwa magoli. Ulitarajia JKT anaweza kupoteza mechi, lakini sio kwa idadi ile, ingawa inatokea kwenye moment za football. Na jana kitu kikubwa ambacho nilikiona kwa JKT, kwanza hawakuwa sharp kwenye baadhi ya matukio. Walikuwa wanawapa sana uhuru Yanga kwenye 1v1, walikuwa wao wanawini sana zile battle, hata namna ambavyo walikuwa wanajaribu kupress. Unajua unapoamua kukaa nyuma kama ambavyo mwalimu anazungumza, kuna namna ambavyo unatakiwa uwe makini kuhakikisha kwamba mimi nazuia kwa idadi kubwa ya wachezaji kwenye zoni yangu, lakini sitakiwa kutengeneza hizo nafasi ambazo Yanga wanaweza wakadominate. Angalia goli la kwanza lile, Yanga ni kama walikuwa wanaenda chumbani, yani wanajua nini wanafanya, na Yanga jana walikuwa wameongeza kasi. Kama unakumbuka kwenye mechi ya mwisho waliocheza dhidi ya Namungo, ilikuja kuzungumza hapa kwamba walikuwa na kitu kinaitwa mental fatigue kwa wachezaji. Maamuzi yao walikuwa wanafanya slow sana kwenye ile game, lakini jana ulikuwa unaona kila kitu Yanga wanachokifanya wanakifanya kwa haraka zaidi, na hiyo speed ambayo walikuwa naifanya kwenye maamuzi mengi ndio iliwapelekea pia kuwachanganya kwa JKT wakatoka kwenye structure yao. Kwa hiyo kama mwalimu umeenda na mpango kazi wako na umesimama kwenye touchline, unaona kile ambacho unakitamani kitokee hakitokei mpaka dakika za mwisho, maana yake kwenye hiyo mechi tunaona kuna mabadiliko. Ndio haya ambayo tunazungumza kwamba kama angekuwa amestick kwenye plan yake, unajua zile space ambazo tunazizungumzia zile ndio zimekuja kuleta shida. Hawakuwa compact enough jana JKT. Na unajua Juma, atusemi ligi imeisha. Mwalimu labda asitukoti vibaya. Ligi haijaisha. Na JKT wana nafasi ya kufanya vizuri. Sawa? Ndio. Lakini tunachozungumzia ni mapungufu tunayoyaona sasa compared na JKT wenyewe kwenye msimu uliopita au kwenye mechi zingine. Na tuzungumzie jambo ambalo ni mechi moja. Tunazungumzia kitu ambacho tunakiona kwenye mechi nyingi, lakini tu unapocheza na timu za kawaida unakosa kuadhibiwa vya kutosha. Yaani ile adhabu waliyokutana nayo jana sasa inakuonesha kwa sababu wamekutana na watu ambao wako more intelligent kulikoni wao. Wanaweza kuutilize yale makosa ambayo yalikuwa yanatokea na Namungo, yale makosa ambayo yalikuwa yanatokea na Mbeya City. Ndio. Sawa? Lakini hamkuwa punished. Unapokutana na timu yenye wachezaji wenye uwezo mkubwa, ndio wanakuonyesha kwamba haya yalipaswa kuwa adhabu kwenye mechi zingine. Sasa maana kumbe makosa ya jana sio ya jana tu. Sio ya jana tu. Hatuzungumzii jana. Tunazungumzia timu tunavyoiona kwenye trend. Sahihi. Kwa hata namna walivyocheza jana, wangecheza na Coast pengine wasingefungwa. Umeelewa? Hivi ndio walivyocheza na MCC na wakawa pungufu na wakatoka sare. Lakini MCC baada ya kuwa wameongoza walipata chances za kuua game na wakashindwa, lakini chances hizo ungepata Yanga, maana game ingefanyaje? Ingekufa. Hiyo ndo tofauti. Hiyo sasa nakuelewa. Tofauti. Hatuzungumzi kwamba eti kuna JKT labda haitofanya vizuri. Hapana. Hatuzungumzi kwamba switching, kwamba mmeswitch kutoka kwenye mfumo labda. No. Tunasema makosa yanayotokea kwenye game ukilinganisha na uwezo wa timu wanaocheza nayo. Timu moja haiwezi kukuadhibu kwa sababu ya quality yake. Timu nyingine itakuonyesha tofauti kwa kukufunga sana. Na yeye mwenyewe amekubali kwamba wangeweza kufunga goli 10. Si ndio? Maana yake ni kwamba kulikuwa na makosa hata yeye anayaona. Sasa sisi tunachojaribu kukumbusha ni kwamba haya makosa hayakuwa jana tu. Yalikuwa huko nyuma ambako hamkuadhibiwa. Watu hawakuexpose jana na quality yao timu ambazo walikuwa wanacheza nazo. Na watu wengine ambao mimi wangeweza kuadhibu pia walikuwa Azam, wakatokana na sare. Ni kweli. Unakumbuka? Azam waliongoza na wakatengeneza chances kibao, wakashindwa kuzitumia. Wangewa expose pale, unarudi kama mwalimu unaona mbona napata matatizo. Lakini ukifanya hivyo, unajua plani yoyote unapoenda kujaribu kuitumia, iki-work out against let's say Azam ukapata na alama moja, si ndio? Unaona hii inaweza ku-work out against Yanga na imekufikisha ukapata point 28 na kuongoza ligi. You are top regardless umecheza mechi ngapi, kwa sababu sio lazima eti ukicheza mechi nyingi uwe unashinda. Sio kucheza mechi nyingi uko unafungwa pia. Unafungwa pia. Sawa. Kwa hiyo kwanza
tunawapongeza kwamba wamecheza mechi nyingi na wamepata alama nyingi. Kukusanya alama nyingi ujue. Alama 28. Na bado wana uwezo wa kukusanya alama nyingine. Lakini ukikutana na timu yenye quality kwa namna wanavyocheza hasa backline wanaweza kukuexpose kama jana. But this is the same backline ya mwaka jana, sio? Hapana. Watu mmoja tu. Hapana. Kwanza hata goalkeeper pia. Goalkeeper hayupo Nangu, hayupo dogo mmoja alikuwa anaitwa Mwalala, alikuwa anacheza namba 5 pia, alikuwa anasaidia. Lakini pia matumizi ya baadhi ya watu, kwa mfano holding, kuna wakati mrefu alikuwa anacheza Maka. Yes. Maka Edward. Si ndio? Jana sijui kama Alimsengi alicheza. Amecheza Bajana nimemuona. Si ndio? Kwa hiyo matumizi pia wakati mwingine ya wachezaji. Regardless kwamba hatuzungumzi kwamba kuna wachezaji wabaya. Wachezaji hawa ni wazuri, ndio wamewapa uongozi wa ligi. Msengi alicheza jana. Alicheza? Hawa viongozi ndio wachezaji ndio wamewapa uongozi wa ligi. Ila kuna makosa ambayo yanapokuwa hayaadhibiwi na timu za kawaida, timu kubwa inakuja kukuelekeza. Unapaswa pia nyinyi kama technical staff au timu mkae mseme, jamani, ili ni kosa. Hatukuadhibiwa tu kutokana na quality ya hawa watu. Tukikutana na watu wenye quality nzuri, haya yote ni mabao. Na hiyo jemedali ndio inatokeaga hata kwenye timu zetu hizi kubwa. Kwenye ligi yetu kuna vitu wanafanya lakini wakienda kwenye michuano ya klabu bingwa ndio tunaona kwamba hii timu haiko sawa hii. Unanielewa? Hawa Simba na Yanga hapa leo watawadhibu JKT, watakwenda kucheza, wanaweza kwenda kuwafunga Namungo. Yanga hawako kwenye ubora mzuri, lakini Namungo wakafanyaje? Wakafungwa. Lakini siku utakwenda kukutana na Ahli na uko vile ndivyo watakuonyesha kwamba sasa wewe huwa unachezaga na Namungo na sisi ni Ahli. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.